Sare ya bao moja kwa moja, Simba wakiwa pungufu mara baada ya Yusuf Ali Kagoma kutolewa kwa red card. Simba wali maintain pressure ya RS Berkane au walistahili kufanya kikubwa zaidi ukiondoa sare ambayo waliambulia? Mimi naamini kwamba Simba watakiwa wafanye kikubwa zaidi ya kile ambacho walikifanya. Ila matokeo ya muamuzi aliwakatili kwa njia nyingine. Maswali ni mengi, watu wanasema pengine referee hakupaswa kutoa red card ambayo ilikwenda kwa Yusuf Ali Kagoma. Dahane amekuwa akilaumiwa kwa red card ambayo alitoa. Kwa Moshi, red card ilikuwa ni halali kwa Yusuf Kagoma? Ile red card ni sahihi kwa muamuzi, kwa sababu ukitaka kuangalia Yusuf Kagoma alipata kadi ya njano mapema tu dakika kama 34. Tuzungumze Fountain Gate ya Under 20 ambao wameongoza kundi B, ambao watacheza na mshindi wa pili wa kundi A ambaye ni Con Gold. Sahihi. Pongezi ziende kwa Abubakar Ali, mwalimu wa Fountain, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kama anaweza kafika hapa kutokana na CV ya vilabu vyetu. Mo Salah ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mashindano, lakini pia akitoa tuzo ya mfungaji bora akifunga magoli takriban 29. Ya Mohamed King Salah ni mfalme. Wao kwa Misri wanamuita mfalme King Salah. Kwa kitu ambacho wakifanya ni kizuri, kwa sababu hakuna mtu kwamba aliyekuwa anategemea kama Liverpool kwanza watachukua ubingwa. Yes, ni Jumatatu nzuri kweli, lakini ni Jumatatu ya majozi pia kwa baadhi ya mashabiki na wapenzi wa soka nchini. Karibu ndani ya Sports Recap tuweze kuyatazama yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Yapo mengi kweli, kubwa zaidi tutakwenda kuangazia mchezo wa mkondo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na Renaissance Sportive de Berkane ya pale nchini Morocco. Mengi yamejiri kweli, mwamuzi akitupiwa lawama, lakini mwisho wa siku tunaye ambayo mazuri ya kukujuza kweli. Lakini anga za kimataifa tumekuandalia taarifa ambayo inamhusu mfalme wa soka kutoka pale nchini Misri, Mohamed Salah, ambaye ametikisa kweli nchini Uingereza. Hayo na mengine mengi utapata kupitia Sports Recap. Mimi ni Kiepo Benedicto nikikuongozea jahazi hili, lakini ninaye mwenzangu Joakim Moshi, tukihakikisha kwamba tunapiga makasia mpaka mwisho wa kipindi hiki. Yes, tuanze kuyachakata yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Bila shaka Mushi ana mengi ambaye anatamani kuyasema, yalikuwa yanamkereketa pia kabla hajaja hapa. Mushi, ulikuwa Zanzibar au ulikuwa bara jana? Nilikuwa Zanzibar. Zanzibar usingewahi kufika hapa asubuhi. Unajua sasa hivi usafiri upo. Uwanja wetu wa ndege umekarabatiwa hapo airport. Kwa ni chapu haraka kipindi yako tu. Unaonekana hata hujabadilisha nguo. Sijabadilisha nguo kwa sababu wenyewe ukuvaa jezi jana uwanjani. Nilivaa. Ukiangalia katika wale mashabiki ambao walikuwa wanapiga kelele, mwenyewe nilikuwepo. Jezi yangu nimeiacha kwenye ndege. Sawa. Jezi yako umeisahau kwenye ndege, ndio utakotolea. Basi tuanze kuyachakata leo yote kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kubwa zaidi, hapo jana ulipigwa mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na RS Berkane ya pale nchini Morocco, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa pili, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Mchezo ulikumbwa na kashikashi kweli, lakini tuzungumze kwa ujumla wake. Sare ya bao moja kwa moja, Simba wakiwa pungufu mara baada ya Yusuf Ali Kagoma kutolewa kwa red card. Simba wali maintain pressure ya RS Berkane au walistahili kufanya kikubwa zaidi ukiondoa sare ambayo waliambulia? Mimi naamini kwamba Simba watakiwa wafanye kikubwa zaidi ya kile ambacho walikifanya. Ila matokeo ya muamuzi aliwakatili kwa njia nyingine. Ila wao kama wao wachezaji walipambana sana mpaka kupata ile sare, na ilikuwa sio sare. Simba alikuwa anatakiwa ashinde, ila ni mistake ambayo walifanya. Na kwenye mpira kufanya mistake, mwenzako anaitumia hiyo mistake, kwa sababu anakuambia kama hakuna makosa hakuna magoli. Kwa hiyo walifanya makosa ambayo yaliwagharimu timu. Berkane wakapata goli ambalo lilisababisha akawa ni 1-1, ila Simba walistahili kupata matokeo zaidi ya yale waliowapata. Sawa, tunazungumza mchezo ambao Joshua Budo Mutale ndiye ambaye aliingia kambani katika mchezo huo, kiwango bora kabisa, akishinda tuzo ya mchezaji bora wa mchezo. Wakati ile kikosi kinatoka, watu kaona pale Joshua Budo Mutale, watu wakasema aisee, Fabio analeta masiara sana na anaanzisha Mutale katika mchezo kama huu, lakini bila shaka Mutale alilipa imani ya mwalimu. Siku zote mimi ninachoamini
mwalimu ndo anaishi na wachezaji. Mwalimu ndo anatrain nao, mwalimu ndo anajua nani ni anapaswa kuanza na nani hapaswi kuanza. Wengi walitegemea kwamba Kibu Denis ndo angeanza, ila ile kwa Joshua kuanza wengi walishangaa, ila kuna watu ambao wanajua mpira waliamini kwa kile ambacho Joshua Mutale anakifanya kwenye ligi ya NBC na kombe la CRDB alikuwa anastahili. Ni uwezo mzuri, kaonyesha, ka improve kwenye hizo mechi 3-4 ukirudi nyuma. Joshua ni mtu muhimu sana kwa kile ambacho alikifanya, kafanya vizuri, hana baya na unaona toka alipotoka yeye kama Waarabu pia na wenyewe walipumua, waliona mtu ambaye alikuwa anatuletea madhara kwenye mechi yetu au kwenye lango letu ashapumzishwa. Kwa hiyo tunafanyaje? Tulirelax tucheze. Ulimuona Yasini Nabil jinsi alivyokuwa anacheza baada Mutale kutoka, alikuwa anajiamini. Wakina Lamini Mamadou Kamara walikuwa wanajiamini kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuleta tena pressure kutaka kumwangalia Mpanzu. Hakuwa kwenye ubora huo. Mtu ambaye alikuwa kaishika mechi na Joshua Mutale. Sawa, tunazungumza katika mchezo ambao unaweza kusema Simba ni kama walikuwa katika wakati mgumu mara baada ya red card ambayo tumetoka kuizungumza. Maswali ni mengi, watu wanasema pengine referee hakupaswa kutoa red card ambayo ilikwenda kwa Yusuf Ali Kagoma. Dahane amekuwa akilaumiwa kwa red card ambayo alitoa. Kwako Moshi, red card ilikuwa ni halali kwa Yusuf Kagoma? Ile red card ni sahihi kwa maamuzi, kwa sababu ukitaka kuangalia Yusuf Kagoma alipata kadi ya njano mapema tu dakika kama 34, ila walikosea kuandika kwenye notice board, wakaandika Kapombe badala ya Kagoma. Ndio maana watu wengine wanakuambia mbona alipewa ana kadi nyingine? Mbona ana kadi? Ila ukitaka kufuatilia alipata kadi ya njano Kagoma. Na ile ni kadi ya njano kwa sababu ukicheza behind tackling ile pale ni ya njano. Kwa hiyo ukijumlisha na ile alistahili kupata nyekundu, japokuwa mpira tayari ulikuwa kwenye tempo. Afu ukitaka kuangalia kila mtu alikuwa anaamini Simba karudi kipindi cha pili hichi chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo ile Kagoma kupewa red card kama imewashtusha watu. Ukitaka kuangalia kwenye benchi la ufundi la Simba hawakutulia, na wenyewe kuna baadhi ya walimu walipewa red card. Hiyo inakuonyesha kwamba ni mpira ulikuwa una pressure kiasi gani. Kwa hiyo Kagoma alistahili kupata kadi nyekundu kwa maana alishapata kadi ya njano mara ya kwanza. Mara kadhaa benchi la Simba bila shaka lilikuwa likipiga makelele kuonyesha kutokuridhishwa na maamuzi ya referee Edhane Baide wa Mauritania. Ni sahihi ile reaction ambayo alikuwa anaonyesha benchi la ufundi la Simba? Kwanza muamuzi profile yake ndio ilikuwa inamkaba kwa sababu tunajua alishakutana na timu moja ya timu hapa Tanzania. Alichokifanya Watanzania wengi yani kama walikuwa wanaishi naye. Kwa hiyo baada ya kuja jana watu wakawa wanaamini kwamba tutaishi mule, na kweli kosa tu dogo mwamuzi alikuwa anafanya, ulikuwa unaona watu wana panic. Ila kwa benchi la Simba hawakustahili kutakiwa kufanya vile kwa sababu wao ndo kama wenye nyumba. Kwa hiyo mwenye nyumba unapopanic, hata mpangaji pia naye anaona kama mwenye nyumba akapanic basi na mimi ngoja tu nipanic. Ila benchi la Simba lilitakiwa liwe down, liongea na wachezaji wake kwamba hili ni game na huyo refa tunamjua, sio mara ya kwanza. Na ukitaka kufuatilia muamuzi ana makosa mengi tu, sio ile game ya Yanga. Ana mechi tu nyingi ambazo ukitaka kufuatilia ana makosa ya hapa na pale. Kwa hiyo Simba alichokuwa anafanya benchi la ufundi ndio ni mechi ambayo inamuuma kila mtu. Yaani hizi feeling ambazo wamezipata Simba ndio wajue kuna timu kama Mashujaa kama Coast wanakutana nazo hizi kama hizi. Kwa hiyo wanabidi wawe wapole, waheshimu maamuzi ya muamuzi. Nilitazama namna ambavyo walivyo RS Berkane katika mchezo huo. Walikuwa ni watu ambao hawana pressure yoyote ile, licha kwamba Simba walikuwa wanajaribu kucheza mpira wa kasi, lakini wao walikuwa wanatuliza ile pressure, hawana haraka yoyote. Mwalimu Moni Shabani kwa maana ya kocha wa RS Berkane, yeye alikuwa na malengo gani zaidi katika mchezo ule, licha kwamba alikuwa anawafanya wachezaji wake muda wote akitaka watulie, wasiwe na pressure? Ukitaka kuangalia Berkane walikuwa wana cha kupoteza. Wanamtaji wa goli mbili na silaha ya mpira. Ukitaka kushinda mechi kama ile ni kukaa na mpira. Ukitaka kuangalia kina Yasin Nabil kama ninavyokuambia, Lamine Kamara walikuwa wametulia. Ukitaka kumwangalia All Stars alifanya kazi kubwa sana. Yaani alikuwa anatuliza mpira. Yaani yeye ndio alikuwa anasema sasa timu icheze hivi. Sijui unanielewa. Na Simba ukitaka kuangalia wao walikuwa yaani wakipata mpira wanafanya tunaita counter attack. Ila wale Waarabu ukimwangalia Dayo walikuwa na utulivu kule nyuma. Kwa hiyo Berkane wenyewe walikuwa hawana cha kupoteza. Yaani walikuwa kwamba mpira ukija kwao wao wananyonya ile mashambulizi, wanacheza taratibu. Na Waarabu tunawajua kwenye kulala ni kawaida yao. Ila Berkane
walistahili kutokana na mpira ambao walicheza, hata wachezaji wake unaona kitu ambacho walikuja kutafuta ni sare, sio kama ni ushindi. Kwa sababu hata ukiangalia wakina Basena wameingia kipindi cha pili, wakina Sidibe wameingia kipindi cha pili. Kwa hiyo ni watu ambao walikuja tu kutafuta sare yoyote. Sasa tunamzungumza mwalimu Fadlu Davis, kocha wa Simba. Substitution ambazo alizifanya ndio kama ziliiangamiza Simba. Tunafahamu alimtoa mlinzi wa kati akaopt kumuingiza mlinzi wa pembeni. Ile attempt ya RS Berkane anafunga goli. Wanasema kwamba angekuwa ni mlinzi mwenye sifa ya kuwa mlinzi wa kati angeopt kupiga mpira mbali, lakini kwa sababu ni mlinzi wa pembeni yeye aliopt kidogo kuusogeza, mwisho dhahama ikatokea. Bila shaka alibugi hapa kwenye namna ambavyo alifanya substitution. Hicho unachosema ni sahihi. Kwa tempa kama ile mechi ishachafuka, unaona watu muda wote wanakuletea moto, alafu unatoa watu ambao tayari walishaanza na ile emotion ya mchezo, wanajua kabisa hawa watu tuwakabe vipi. Unamuingiza Valentino Noma, unamuingiza yani unaingiza watu ambao sio nafasi zao, kwa sababu unamtoa Shefondo Malone ambaye ni asili kwamba anajua hata kunusa hatari. Ndio hata ile mpira angeondoa. Okay, sahihi. Ila umeona ukiangalia Valentino Noma alikuwa katika position nzuri. Na alikuwa anaweza kutoa, ila delay ambayo alifanya, afu mtu kama Basena ni wachezaji ndio maana nasema tupite kwenye hizi academy, mtu kuanzia under 20 under 15, mtu anapita kwenye makuzi ya mpira kwa sababu anajua kabisa hapa haijaisha hadi iishe. Valentino Noma alidelay, na ile delay unamkuta mtu kama Basena, mtu ambaye bado anahamu, anataka kuonyesha Afrika kwamba mimi ni nani, taifa analotoka ni kubwa kimpira, kwa hiyo lazima ajitume. Kitu ambacho alikifanya Valentino Noma kimegharimu timu ile delay, ila angekupo mlinzi mwenye asili Shenani Maloni, sidhani kama angeweza kufanya tukio kama lile. Ila mistake ya kufanya sababu ambazo bali shachafuka, watu wanahitaji matokeo, ulichowa cost. Yes, hapa mengi kweli katika mchezo huu. Bila shaka tukisema tuyatazame hapa mwanzo mpaka mwisho, basi hata muda wetu wa Sports Recap hautatosha. Neno kwa mashabiki wa Simba katika nyakati kama hizi, bila shaka ukipoteza leo una nafasi ya kujaribu, pengine kesho inaweza kaa zamu yako. Mimi neno la kuambia mashabiki wa Simba au viongozi wa Simba, hii imeisha. Na hili hatujabeba. Imeisha na hii hatujabeba. Sahihi. Sasa bila shaka haya ni maneno mazuri pia kwa mashabiki wa Simba, wakiasikia wana namna ambavyo wanaweza kujifunza pia na kujiandaa na msimu unaokuja katika mashindano haya. Mimi na ambacho naweza kusema timu za Tanzania zipo karibu na kulitoa kombe hili. Bila shaka tu uwekezaji wa nguvu ukifanyika na watu wachezaji wakijituma, basi mwaka mmoja tutashuhudia tu ili kombe. Sasa hatutachukulia hapa nyumbani, tutalifuata huko kwenye nchi zao. Tutalipokonya kule, tutakuja nalo huko. Kitu kingine sio tu wachezaji kujituma, pia viongozi wajue hizi njia za kupita. Kwa sababu utakuangalia wenzetu njia waliopita, mimi nilikuwa naamini mechi ilikuwa inaweza kufanyika Benjamin. Ila kuna mkono umetembea hapo, ndio maana tumeenda New Amani. Kwa hiyo viongozi wa vilabu wa Tanzania wajue njia na wenyewe za kupita ili tufike pale kubeba, kwa sababu tumeona Yanga alienda hajabeba, Simba kaenda hajabeba. Kwa hiyo kuna njia sehemu tunakosea, ukizijua hizo njia tutabeba kweli. Kuna rafiki yangu ananiambia haya ambayo mnaona leo Simba wanapitia kwa RS Berkane, inawezekana hata RS Berkane kuna miaka walishapitia. Sahihi, ipo sahihi. Kufikia ukubwa pia kuna mambo mengi. Lazima ndio maana viongozi wanabidi wajue njia za kupita. Na uzuri wa kina Hels washaka kwenye mashirikisho huko, watajua njia za kupita. Ipo siku tutabeba kweli. Okay, sawa. Ipo siku tutabeba kweli. Tukiachana na taarifa hii sasa, twende tukaangazia taarifa ya ligi ya vijana ya under 20 ambayo inaendelea pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Tunafahamu ya kwamba tayari hatua ya makundi imetamatika, huko timu 4 zikifanikiwa kwenda katika hatua ile ya nusu finali. Timu hizo ni pamoja na Azam FC under 20, Ken Gold under 20 kutoka kundi A, lakini kundi B ni Fountain Gate FC under 20 pamoja na Kagera Sugar under 20. Wakubwa Simba na Yanga chali, hatuna haja ya kuwajadili hawa, tumewajadili sana, tumewasema sana, lakini hawabadiliki. Kwa hiyo tusiwaseme tena, tuacha tu. Tuwazungumze Fountain Gate FC under 20 ambao wameongoza kundi B, ambao watacheza na mshindi wa pili wa kundi A ambaye ni Ken Gold. Pongezi ziende kwa Abubakar Ali, mwalimu wa Form 10, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kama anaweza kafika hapa kutokana na CV ya vilabu vyetu. Na kama ulivyosema kuna majanti ambao mtu akisema akisikia under 20 Yanga anajua, under 20 Simba anajua, ila kwa Fountain Gate na Ken Gold kwanza mimi nawapa pongezi kwa sababu hakuna mtu aliyetegemea. Na
Sasa hapa ndo kwenye misingi ya mpira ambayo tunahitaji wakuzwe wa vijana, kesho na kesho kutwa tuje tuwaone kina Basena wa Tanzania. Sijui unanielewa. Ila sasa cha ajabu utashangaa watoto wanafanya vizuri, ila wakisharudi mashindano yakishaisha na shughuli zao zimeisha. Sasa hapo tunajiuliza kwa nini tunatumia nguvu kubwa kuandaa vijana? Vijana hawako busy. Kwa sababu huwezi, unajua iko hivi, huwezi kumiliki kijana huyo msimu mzima alafu unamtumia katika miezi mitatu tu. Sasa sisi wenye vilabu ndo tunabidi tuwaekee hawa vijana misingi, kwa sababu kusema kila kitu tuachie TFF hapa so wenye vilabu na pengine shirikisho pia, kwa sababu tungekuwa tuna ligi ya vijana ambayo ina operate kama ligi ya wakubwa kama nchi za wenzetu, hao vijana wangekuwa busy msimu mzima. Nadhani kuna msimu walishafanya hivi, ilikuwa ni kama ligi inavyochezwa ya wakubwa na wadogo na nyoko wanacheza, ila kutaka ukaangalia miundombinu yetu na nini uwekezaji wetu bado kuna sehemu tutakwama, kwa sababu timu kubwa tu tunaona mwisho wa siku wachezaji wanalalamika hawajalipwa, sijui watu wanalalamika nini. Kwa hiyo ikija hadi kwa vijana sidhani kama anaweza kanisa hivi ambao wanafanya, basi tujitahidi wakishatoka kule vilabu viwaangalie, yani hata wana wenyewe wakiwa camp na vijana nao wanaingia camp, wao wana mechi zile za ndani kwa ndani wao wenyewe kushindana. Naamini kila kitu kinawezekana. Mpira wetu bado hujafika huko tuseme kwamba kila kitu na under 20 sijui waekeo ligi yao. Tutakuangalia hivyo tutafeli sehemu, ila tu yani kama tumeweza kuandaa basi tuwaendeleze. Yani sio kama mashindano yakiisha na wale vijana habari yao imeisha. Of course Azam FC under 20 watacheza mchezo wao dhidi ya Kagera Sugar under 20, miongoni mwa mchezo pia kutizama kabisa. Kagera Sugar ndio mabingwa watetezi, wanakwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Nikiangalia namna ambavyo hizi timu nne zilizosalia, Azam ndo wanatishia kwa sababu kwenye hatua ya makundi wao hawajapoteza mchezo hata mmoja. Wakishinda michezo miwili, wakipata sare ya moja mbele ya Simba. Azam wanaonekana wanatishia sana katika michuano hii safari hii. Azamu sio safari hii. Azamu ni moja kati ya timu ambazo yani kusema timu za vijana Azam ndo wanaweza kawa wanaongoza kwa hapa. Ila tu ni upepo ambao ulipita hapa katikati, tukaona Mtibwa, tukaona Kagera Sugar. Ila kwa safari hii mimi naweza nikapa Fontaine. Kwa sababu ni kama surprise imekuwa na sidhani kama wanaweza kaishia hapa. Lazima kuna kitu watahitaji kukionyesha. Ila kwa Kagera Sugar tusawasahau kwamba timu yao kubwa imeshuka ya senior. Kwa hiyo ina maana madogo wanaona tukionyesha hapa chochote kinaweza katokea, naweza nikapandishwa timu kubwa ikawa ndo mwanzo wa maisha yangu mazuri, sijui unaelewa, kwa sababu wale wakubwa ambao wameshuka. Sidhani kama mtu kama nani yule kiungo wao wa Kagera Sugar alikuwa hata Simba hapa msimu mmoja akatoka. Sasa ni kama atakubali tena kuendelea kucheza championship, lazima atatoka kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo vijana wanaona hii ndio platform. Ukija hivyo kwa Fountain Gate unaona timu yetu ifanye vizuri. Kwa hiyo vijana wanaona mimi nikionyesha vizuri, basi mwalimu anaweza kaniona nikapanda timu kubwa na maisha yangu yakawa mazuri. Kwa hiyo itakuwa ni game ngumu, sio game rahisi kwa Kagera na Azam, kwa sababu wote tunajua Kagera ni timu nzuri, Azam pia wana timu nzuri. Kagera na timu nzuri pia Azam wana timu nzuri katika ligi hiyo ya vijana. Basi sisi tutaendelea kutupa macho na kukuletea updates wewe mtazamaji wa FJTV ili uweze kufahamu yale yote ambayo yanahusu ligi ya vijana katika msimu huu wa mashindano wa 2024-2025 ukiwa unatamatika kwenda mwishoni. Na uzuri wa kwamba ukiangalia kikosi cha Fountain Gate FC kuna baadhi ya nyota akiwemo Hashim Kindemile wamekuwa wakitumika pia katika timu ya wakubwa. Bila shaka ule uzoefu ambao wanao kule wanaweza kuhamishia kwa vijana. Sahihi. Ndio maana nasema hawa vijana wasiishie tu kwenye mashindano yao. Hizi timu zinabidi ziwape nafasi. Kwa maana gani? Sio lazima amalize dakika 90, unaweza kumpa dakika 10, kwanza kumpa dakika 5. Kadri anavyozidi kucheza kuna kitu ana gain. Kwa hiyo hata akija huku yani inakuwa ni rahisi. Tulimuona Zidane Sereri naye alianza hivi, alikuwa anapewa nafasi ndogo chache, mwisho wa siku watu wakamwamini akaanza. Leo hayupo tena DFC, yupo zake Azam. Kwa hiyo tuwape nafasi hawa vijana. Watatusaidia. Sawa, tuwape nafasi hawa vijana, watatusaidia mwisho wa siku, kitu ambacho Moshi anatamatisha. Tupate break fupi, tukirejea hapa basi tutakwenda katika uga wa kimataifa. Katika uga wa kimataifa kama ambavyo nimekuambia hapo awali, leo tutamwangazia mfalme wa soka kutoka pale nchini Misri ambaye anatamba katika nchi ya Uingereza. Huyu ni Mohamed Salah. Bwana, tunafahamu ligi kuu ya Uingereza imetamatika na Mo Salah ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mashindano, lakini pia akitoa tuzo ya mfungaji bora akifunga magoli takriban 29. Akitoa assist 18 pia. Kwa akimaliza akiwa top assist, lakini pia akiwa top scorer wa ligi kuu ya nchini Uingereza EPL. Kiwango bora sana katika maisha yake, unaweza kusema katika mechi 38 tu. Mohamed King Salah ni mfalme. Wao kwa Misri wanamuita mfalme King Salah. Kwa kitu ambacho wakifanya
ni kizuri kwa sababu hakuna mtu kwamba aliyekuwa anategemea kama Liverpool kwanza watachukua ubingwa au Liverpool wanaweza kutoa mfungaji bora. Akili zote ziko kwa Haaland na hao wengine. Ila kitu ambacho wakifanya goli 29 sio goli ndogo, ni goli nyingi. Na ukitaka kuangalia Liverpool walikuwa na mwalimu mpya, yani walikuwa na japokuwa walimuongeza mchezaji mmoja kikosi kile kile. Kwa hiyo watu kwa waamini wachezaji wameshachoka, wametumia energy kubwa kama Salah, kila mtu alikuwa anaona kama anaweza kaenda Uarabuni. Ila akaprove watu wrong na nadhani Liverpool wameongeza mkataba kwa sababu kwa kazi aliyoifanya. Ligi ya Uingereza ni ligi ngumu sana. Yaani kama mtu unaweza kufunga goli 20, 29 basi wewe uko vizuri. Bado vizuri. Uka-assist. Basi wewe ni mchezaji ambao timu sidhani kama inaweza kukuachia. Mimi ndo maana siku zote nachojaribu kuangalia umri sio kila kitu. Unaweza kawa na umri mkubwa ila vitu vyako unavyofanya vikawa ni sahihi. Kwa hiyo Mohamed Salah japokuwa ana umri mkubwa miaka 32, 33 ila vitu ambavyo anavionyesha anawashinda hadi madogo ambao tunawaona kina Garnacho bado wadogo ila hawafiki uwezo wa Salah. Kwa hiyo Salah amestahili hichi. Miongoni mwa story kubwa za mafanikio ya soka ya Mohamed Salah, kuna msimu Salah akiwa anacheza Liverpool alikuwa amewapa offer wakazi wa Misri, wa nchi ya Misri, ambao walikuwa kila kifunga goli basi kuna mtandao wa simu ambao wanatumia wao wanapata dakika 15 bure za kupiga simu. Yaani sio unanielewa wananchi walinufaika moja kwa moja na ubora wake kwamba kila kifunga goli basi wao wanapata dakika 15 bure za kupiga. Sasa mpaka hapo unaona ni mchezaji wa aina gani na hakuna mtu ambaye anamuombea mabaya. Hata kama mimi tu ningekuwa napata dakika 15 ningekuwa naenda kusali kwa ajili yake. Ndio maana Salah ukitaka kuangalia hana makuu. Sijai kusikia skendo nje ya uwanja Salah basi juka kukalewa mara Salah kafanya nini. Ni mtu ambaye anajua kazi yake. Kwa hiyo kwa hicho ambacho anakifanya na wa Misri nadhani dua nyingi, nadhani Waarabu unawajua. Kwa hiyo dua zikiendelea Salah bado anaonekana ni kijana. Ndio maana anapambana na Salah kaiokoa Liverpool kwenye mechi ngumu sana. Yeye ndo anapata matokeo. Nadhani umeona dhidi ya Arsenal, umeona dhidi ya Chelsea, Manchester. Yaani Salah ndo mtu ambaye anatoa kwamba tunaenda ama hatuendi. Kwa hiyo ni mtu sahihi. Dakika 15 za maongezi sawa. Tuna hofu ya watu ni Mohamed Salah huyu kuwa na ubora huu msimu unaokuja. Bila shaka amekuwa ndani ya ligi kuu nchini Uingereza kwa muda na sio mara yake ya kwanza kushinda kiatu cha mfungaji bora. Ameshafanya hivyo mara kadhaa. Watu hofu yao kubwa hiki ambacho amekifanya msimu huu ataweza kukifanya msimu ujao. Kwa Mohamed Salah mimi naamini hata kama asipokuwa mfungaji bora ila goli 20 plus anaweza kufikisha. Kwa sababu tumeona Liverpool Hansloot ndo msimu wake wa kwanza, tumeona maajabu yaliyofanyika. Ina maana bado kuna vitu atahitaji usajili. Ukumbuke walifanya tu usajili wa Kiesa, hakuna mtu mwingine. Kwa hiyo lazima atamuongezea watu kwa sababu pia walimu wa wenzetu wanajua kwamba huyu mchezaji tukimuongezea mtu fulani atacheza hivi. Sijui unanielewa. Tofauti na sisi tu mtu anasajili tu kwa sababu tu ile hulka tusajili na ukasajili. Ila mzungu anasajili kwamba huyu Salah sasa hivi ana miaka 34. Hapa energy inazidi kushuka. Tumtafutie nani? Tunamwekea vijana. Na ukiwa vijana Salah atascore. Na nimeambiwa matajiri pale jiji la Majogoo wamechanganyikiwa kwa kweli. Wakiongea na mchezaji Jumamosi, Jumatatu amesajiliwa. Simuona namna ambavyo wanajaribu kupambana dili la Florian. Real Madrid pia waliambiwa wamsajili lakini wanaringa. Mabosi wako serious sana safari hii. Afu Liverpool ni timu ambayo inamsajili mchezaji ambayo mwenyewe hujui katoka wapi. Ila kitu ambacho wanakuja kukionyesha kila mtu anashangaa. Sijui unanielewa, kina Firmino walitoka Spain wachezaji wa kawaida tu, Mane anatoka Southampton wa kawaida tu, ila wamekuja Liverpool wamekuwa wafalme. Kwa hiyo yoyote ambaye atatoa Liverpool ni kisu. Sijui unanielewa. Hivyo. Sawa, tushuhudie nini ambacho Liverpool watakifanya katika kuiboresha timu yao. Hili ilikuwa ni Sports Recap ya FJTV. Bila shaka umeenjoy pia. Mimi ni hapa Benedicto mwenzangu alikuwa na Joakim Moshi. Mpaka hapa tunafika tamati. Tunashusha nanga ya Sports Recap ili kupisha utaratibu na vipindi vingine kuendelea ndani ya FJTV. Mpaka wakati mwingine.